hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuanze na vitabu vya Biblia takatifu katika swala la kwenda kujifunza maneno ya Mungu. Tutakwenda kuangalia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. Anza na mstari wa 16. Ili uweze kuona Mungu alifanya nini, akatuletea nini. Na alipotuletea, je, tulimpokea? Kama tujampokea, basi tumpokee Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi mmoja asimama aweze kusoma neno hilo. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Soma. Basi nitasoma Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hapo sasa Yesu alikuwa ni mwana wa pekee wa Yesu Kristo. Tunasema tumesomewa tayari. Yesu alikuja duniani kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. 17 imefika. Nenda 17. Basi nitarudia Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali tarudia mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Chapeni makofi kwa Yesu aliye hai. Mungu hakutuma Yesu aje hukumu ulimwenguni, bali ili waweze kuwa bali wajue njia ya kwenda mbinguni. Yesu alikuja kwa sababu ya kutuokoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alikwenda msalabani kwa ajili ya kumwaga damu kwa ajili ya ukombozi. Sema amina. Wasoma Biblia hapo mwanzo, watu walikuwa kwenda kufanya vitu wanyama, kutoa damu. Lakini Yesu akajitoa kuwa mwana kondoo wa dunia nzima. Akaenda msalabani, akamwaga damu yake. Baada ya kumwaga damu yake pale, utakaso tukapewa. Sema amina. Sema amen. Tukapewa utakaso. Ukimwendea huyu Yesu, anakutakasa, anakuponya, naona kwa mtoto wake kweli kweli. Yeye ni Mungu, anasema mimi ni